Bana, swala la kufunguliwa mlango bahari wa Hormuz limekuwa ni kizungumkuti. Hakika dunia inapata hasara kubwa na ipo katika kipindi kizito kweli kweli mara baada ya mlango bahari huo wa Hormuz kufungwa na Iran. Lakini pia Marekani akaja akakazia kwa mbele yake kwamba hakuna meli ambazo zitakuwa zipite katika mlango bahari huo wa Hormuz. Sasa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aitwaye Antonio Guterres ametoa wito kwa Marekani na Iran kufungua mara moja njia muhimu ya usafiri wa baharini, yani Strait of Hormuz, akionya kuwa kufungwa kwake kumesababisha athari kubwa za binadamu na kiuchumi duniani. Akihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo Aprili 28, Guterres amesema mlango huo unapaswa kufunguliwa ili kuruhusu meli kupita bila vikwazo, akisisitiza umuhimu wake kwa biashara ya kimataifa na usalama wa nishati. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kuona jitihada za mazungumzo kati ya Marekani na Irani unakuwa ni mlolongo mrefu na juhudi zisizo za matunda. Hivyo njia hiyo inachukuliwa kuwa moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi. Hivyo kufungwa kwake kunaendelea kuathiri usambazaji wa nishati na kupandisha gharama katika masoko ya dunia. Kwa sasa usafiri wa meli katika eneo hilo umepungua kutokana na mvutano wa kijeshi unaoendelea huko Mashariki ya Kati, huko baadhi ya meli zikizuiwa au kukabiliwa na hatari za kiusalama, hali inayosababisha changamoto kwa mabaharia na sekta ya usafirishaji kwa ujumla. Kwa hivyo huyu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewataka Iran pamoja na Marekani wafungue mlango bahari wa Hormuz. Hasa Iran ambaye ndio mhusika kwa asilimia zaidi ya 90 katika mlango huo bahari wa Hormuz. Hivyo Umoja wa Mataifa unawataka Iran wafungue mlango bahari wa Hormuz, shughuli ziendelee kama kawaida. Mtazamaji, hivyo ndivyo ambavyo kunaenda hivi sasa. Maoni yako ni yapi? Unaweza kuniandikia maoni yako hapo katika sehemu ya comment kuhusiana na kauli hii ya mkuu wa Umoja wa Mataifa.